Makosa ya kibinadamu yameendelea kuwa ni gumzo katika ligi kuu Tanzania bara 2025 2026 kama ilivyokuwa 2024 2025. Tumeshuhudia baadhi ya makosa yakisemekana kuamua hadi bingwa wa ligi kuu. Kwa mfano Simba Sports Club wanayo malalamiko yao kwamba mechi yao dhidi ya Azam ambayo walinyimwa penalty Alibase Gay akiwa amepigwa ndani ya box, lakini pia wakichukua goli ambalo lilitamkwa kama ni goli halali na bodi ya ligi dhidi ya Young Africans pale Zanzibar. Kama haya magoli mawili au hayo matukio mawili yangeweza kuamua nani kuwa bingwa. Je, ni kweli makosa ya kibinadamu yanaonekana ni ya binadamu au ni binadamu kwa ajili ya binadamu? Of course kumekuwa na makosa ya kibinadamu, lakini vile vile kumekuwa na makosa ya uzembe wa waamuzi. Nitaanza na mechi ya Simba dhidi ya Yanga kule uwanja wa Amani mwezi wa 3. Huenda lile goli lililokataliwa lingeamua hatima ya ubingwa ya Simba, maana yake zilikuwa ni pointi 3 tayari. Lakini kuna mechi ya Azam dhidi ya Simba, goli penalty likataliwa baada ya Alibase Gay kukatwa mkasi kwenye eneo la penalty box, na tunajua sheria namba 14 ya IFAB inasema kama mtu atakatwa kwenye box maana yake hiyo straight ni penalty. Lakini vile vile kuna mechi nyingine jana tumeshuhudia mechi ya kombe la shirikisho finali kati ya Azam dhidi ya Simba. What is moment, mechi ilikuwa imepoa sana, lakini makosa ya kibinadamu yalikuwa kama mawili. Kosa la kwanza, Azam analalamika kwamba alinyimwa penalty, lakini ukiangalia straight alikuwa kosa la muamuzi, ilikuwa ni kosa la vibendera. Ukichora pale triangle ya pembe tatu unaona kabisa muamuzi alikuwa kwenye pointi ambayo alikuwa hawezi kuona vizuri, lakini vibendera walifanya udhaifu kwa kushindwa kung'amua lile kosa. Lakini kosa lingine lilikuwa ni kosa la Yahya bin Zaid kumchezea rafu mbaya Mpanzu, ambao ile rafu kienda kwenye sheria namba 12 ya IFAB ile ni straight red card. Lakini kosa lingine lilikuwa ni offside ambayo ilinyoshwa na kibendera straight, ile alishindwa kung'amua. Ile ilikuwa sio penalty, lakini pia ilikuwa sio offside. Kwa ni makosa ambayo ukija kwenye sheria za IFAB za mpira wa miguu za mwaka 2025 za FIFA na kuendelea, unaona kabisa ni makosa ambayo yanachangiwa na waamuzi wenyewe, lakini pia na wasaidizi wao wenyewe pia. Kama wadau wa mpira wa miguu nchini Tanzania, ligi itaendelea mwakani tunatarajia, au msimu ujao tunasema tunatarajia ligi kuendelea. Unadhani ni nini suluhisho la kudumu kwa swala la waamuzi? Je, hizi adhabu za mechi 5 zinatosha peke yake? Maana tumeshuhudia waamuzi kama DJ ambao ni waamuzi wakubwa amesimamishwa, lakini aliporudi akaanzia alipoishia. Mechi ya Azam dhidi ya Yanga akarudishwa, ilikuwa ni mechi ya nusu finali, na tukashuhudia madudu ya ajabu, Baka akijaribu kuruka karate kwenye uwanja wa mpira, lakini hakuna straight red card, wakati tukio kama hilo la last defender kumshambulia mshambuliaji lilifanyika upande wa Azam na wakapata kadi nyekundu. Tunashuhudia mambo kama hayo na waamuzi ni wale, matukio ni yale. Ni nini suluhisho la kudumu kwako wewe kama mchambuzi wa mpira kwa kuiokoa ligi yetu? Cha kwanza kabisa, bodi ya ligi wakae na wafanye tathmini ya waamuzi kuanzia malipo, lakini pia wachunguze pia na kabla ya mechi wafanyie zile tathmini mazoezi kama huyu mwamuzi anastahili kuchezesha hii mechi, kwa ajili ya kuepuka ile pressure, lakini pia kwa ajili ya kuepuka ushabiki. Na tukumbuke mpira ni fair play, usiegamie upande mmoja, toa haki, kama ni penalty, kama ni red card, bila kusita. Kwa ifanyike tathmini, na ikiwezekana zile adhabu ziongezwe kutoka kwenye mechi 5 washushwe daraja kama ilivyofanyika kwa mwaka huu mwezi wa 3 baada ya Namungo kukataliwa penalty dhidi ya Yanga. Yule mwamuzi alishushwa daraja, maana yuko championship kwa sasa. Adhabu zile zinastahili ziendelee mpaka sasa hivi. Je, maandalizi yetu ya marefari, kwa maana kizazi kijacho cha marefari yanajitosheleza kiasi kwamba labda tunayo package ya kutosha marefari, ama ni wakati sasa wa kutazama na kuanza kutengeneza kozi za kutosha za marefari, na ikiwezekana kama ambavyo tumeweka nguvu kwenye upande wa kuwa na academy za vijana, lakini tuweke academy za waamuzi ambao watatengenezwa kutoka chini, wanaweza kusimama na kusimamia maamuzi na wanaweza kwenda kufanya maamuzi. Lakini pia kama ulivyosema kuna kila haja ya kuhakikisha maslahi ya mwamuzi yanalindwa. Haiwezekani
ukaamua kombe ambalo watu wako tayari kulipa faini ya milioni 100. Ndio. Wewe unaenda kuamua watu wako tayari kulipa faini ya milioni 100 kwenye kombe hilo, alafu wewe unalipa 2,500,000. Lazima utachagua upande mzee. Lazima utabara. Kwa ni sana wakati ambapo ligi kuu pia itazame namna ya kuanza kuandaa waamuzi na kutengeneza waamuzi ambao watasaidia. Lakini pia kwa current, kwa hivi karibuni tunaweza tukaendelea kuwaamini waamuzi kutoka nje ya nchi wakatusaidia, kwa sababu tumeshuhudia baadhi ya mechi ambazo waamuzi kutoka nje ya nchi wamesimamia, walau utaona kama ama hakuna malalamiko ama malalamiko ni hafifu sana. Efata Talk tuko hapa kuhakikisha ligi yetu inaendelea kuwa bora na bora zaidi, na ningependa pia wajulishe juu ya uwepo wa Efata Sports Arena. Efata Sport Arena ni moja ya banda ambalo limekuja kufanya mapinduzi au kumbi ya kuangalia mpira ambao unapatikana ndani ya kata ya Iwambi, mtaa Ilembo, eneo ni sokoni. Free wifi zinapatikana mule, huduma zingine za vinywaji, lakini TV kubwa Hisense inchi 75. Karibu pale kucheki mechi za kombe la dunia, lakini pia na uchambuzi wa mechi kabla na baada ya mechi. Karibuni sana Efata Sport Arena.